Mimi ila nataka kujua, na ndio mimi nangojea ni ushahidi ya kwamba jamii ya Omugusi imekubali Matiang'i kama kiongozi wao, then tuongee na yeye. Unajua mimi pale kwetu nimekubalika, ya kwa hivyo mimi nikiongea watu ya mlima wanajua naongea kwa niaba yao. Tunataka kujua kabisa huyu Fred Matiang'i amekubalika na jamii ya Omugusi kama kiongozi wao. Wapendwa watazamaji, tena kwa mara nyingine na kukaribisha asubuhi ya leo ni kufahamisha kile ambacho kinaendelea kutendeka katika taifa hili la 254. Kuna taarifa ambazo wiki hii zimekuwa zikienezwa sana kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na the division in the United Opposition, jambo ambalo Wakenya wengi wameonekana kulizungumzia vikali zaidi. Lakini kabla ya hapo, mtazamaji wangu, nataka nikuwekee video fulani ambayo Rigathi Gachagua ameweza kulitenga jina la Fred Matiang'i kama mojawapo ya viongozi ambao wanatarajia kuwania urais mwaka wa 2027. Huku jambo hili liliweza kutokea mara tu baada ya Fred Matiang'i kukutana na viongozi wa Jubilee katika eneo la hapa jijini Nairobi, katika mkutano uliojumuisha viongozi ama aliyekuwa naibu rais wa taifa hili la Kenya Uhuru Muigai Kenyatta, Jeremiah Kioni na viongozi wengine kutoka mrengo wa Jubilee. Na zaidi ya yote, wakati kulipokuwa na msafara katika eneo la Kajiado uliohusisha viongozi wa United Opposition, Gachagua ama Fred Okengo Matiang'i alionekana kutokuwa katika msafara huo. Na zaidi ya yote, Rigathi Gachagua announced that officially kati yake Eugene Wamalwa, George Natembeya, Kalonzo Musyoka na Martha Karua watakuwa katika depe. Watakuwa wanafanya uamuzi ni nani kati yao atakuwa anasimama wakati wa uchaguzi wa mwaka wa 2027. Na jina la Fred Matiang'i lilionekana kutengwa katika mkutano huo. Na zaidi ya yote, at the end of the day, ripoti zilitoka ya kwamba Matiang'i is no longer in the opposition na ameweza kutengwa na Rigathi Gachagua. Hebu tusikize matamshi ya Rigathi Gachagua na kile ambacho kiliweza kutokea katika kaunti ya Kajiado kabla isija kupeleka moja kwa moja kwenye mwendelezo wa mazungumzo ya siku ya leo. So between myself, Kalonzo, Eugene Wamalwa, Martha Karua, George Natembeya, those 5 leaders cannot betray the people of Kenya. And among us, tutatoa mtu moja wa kungangana na William Ruto. Ndio watazamaji, umeweza kujisikizia na kuweza kupata taarifa hizo kwa umakini sana. Umeweza kujisikizia mwenyewe ya kwamba kati ya Rigathi Gachagua, Eugene Wamalwa, George Natembeya, Kalonzo Musyoka na Martha Karua, mmoja wao jina lake litakuwa katika orodha ya wale ambao watakuwa wanawania urais mwaka wa 2027, na watafanya kikao ili kuamua ni nani kati yao ataweza kusimama ili kumenyana na Rais William Samoei Ruto. Ni matamshi ambayo Gachagua alionekana kuyatoa akiwa katika eneo la Kajiado alipozungumza na Wamasai na watu wote ambao ni Wakikuyu waliopo katika eneo hilo. Cha kusikitisha mno, jina la Rigathi Gachagua lilionekana kukosekana katika orodha hiyo. Je, ni kipi haswa kinaendelea? Ninataka nikufahamishe, nikuletea one of the WhatsApp messages ambazo zimeweza kuleak of what is happening currently in the opposition coalition party, and Matiang'i is no longer one of them. And therefore, the reason as to why this man is not among them is because the former president Uhuru Kenyatta, jambo la kwanza, waliweza kukutana na Rigathi Gachagua, waliweza kukutana kunradhi na Fred Matiang'i katika mkutano wa Jubilee katika eneo la hapa jijini Nairobi, whereby that conference ama kongamano hilo liliweza kuwahusisha viongozi wa Jubilee pamoja na wale wa UPA, chama cha Fred Matiang'i, and therefore viongozi pamoja na Uhuru Kenyatta wali endorse Fred Matiang'i as the most recommendable candidate who is going to be the flag bearer come 2027. Even the secretary general wa Jubilee Party, Jeremiah Kioni, aliweza kudhibitisha jambo hili katika kituo kimoja cha habari hapa nchini Kenya cha Radio Maisha. And therefore, this shows how these people have decided. Hebu niseme hivi, Gachagua licha ya kuonekana kutajwa kuwa mkabila, licha ya kuonekana kutajwa kuwa mbinafsi na dikteta katika taifa hili la Kenya,
sasa hivi imeweza kudhihirika ya kwamba this man is not somebody to be trusted at all, and that is why katika uchanganuzi wangu ambao niliweza kufanya, mtazamaji wangu, na upekuzi ambao niliweza kufanya wiki hii, niliweza kupata ufunuo fulani ni kwa nini this man Gachagua was impeached. Niliweza kufanya uchanganuzi na ufafanuzi na kuelewa what was this reason behind Gachagua could not work close with the President William Ruto. And I came into a conclusion baada ya kutengwa kwa Fred Matiang'i katika this united opposition. Jambo la kwanza, Rigathi Gachagua is somebody who is a dictator. Ni mtu ambaye ana command. Rigathi Gachagua ni mtu ambaye hataki kusikiza watu wengine. Rigathi Gachagua ni mtu ambaye anataka kucontrol, na yale ambaye ameyasema ndiyo anataka yafanywe without any compliment, bila kupingwa. The same characters, they lie one on one with President William Ruto. Yani Gachagua's character and Ruto's character are the same. Na siku zote uwezi ukawaweka mafahali wawili wakali katika zizi moja, watapigana hadi kesho. And this is the reason as to why Gachagua is stubborn. At the same time, Ruto is stubborn. Ruto is a dictator. He wants to be listened, and he don't want to listen to somebody else. The same way, his deputy Rigathi Gachagua don't want to listen to what his senior, that is the president, is saying, but he want to be listened by his senior. And this is where these people drew the line. There is nothing else like hakuna mwenye alikuwa anataka kufanya kazi, hakuna mwenye sijui rais hakuwa anataka hivi na hivi. Nilipokuwa natetea wa Kenya, he never wanted to listen to Kenyans. Mara rais anasema ya kwamba he never wanted to do his role. Mara kwa mara ni vitina. No, there is nothing like that. These two people are dictators, and no one want to humble himself. Na sasa hivi you realize that Wakenya wengi wameamua kusupport Fred Okengo Matiang'i. Na Gachagua wameona safari hii these people are not going, or the Kenyans are not going to accept the decision that they are going to make towards 2027 kumenyana na Rais Ruto. And that is why they have realized that this man Matiang'i is unstoppable. Ameamua kutumia vizingizio ya kwamba lazima Matiang'i akubaliwe kutoka eneo la Gusii ndiposa wakaweze kumunga mkono, of which it is wrong. Hebu niseme hivi, Matiang'i hakuna sehemu katika taifa hili la Kenya, si Nyanza, si Central, si Rift Valley, ambapo hawampendi. Matiang'i everywhere is recommended. Na ukijaribu kuleta jina la mtu yeyote ya kwamba yeye ndiye unataka awanie rais, utakatazwa. And this Matiang'i, licha ya kuonekana kusalitiwa na viongozi na baadhi ya viongozi wachache kutoka eneo la Gusii, including Silvanus Osoro, the majority in Gusii land wanampenda. Na siku zote huwezi pendwa na kila mtu. And in this case, when you see the Kikuyus, especially from the central region, supporting Matiang'i, but the few individuals wameamua kumsaliti na kujitenga na this man Matiang'i, this shows that kuna kitu fulani kinaendelea. And remember, Matiang'i's politics are very different from any politicians in this Republic of Kenya. Matiang'i ni mwanasiasa ambaye you cannot predict what he is planning and what he want to do. Matiang'i is one of the politician ever in history in Kenya ambayo huwezi muelewa steps zake, huwezi elewa anapanga kipi, but whatever he speaks from reality. Kuna wanasiasa anapotoa matamshi yake na maneno yake, unaona ni kama ni mbinu tu ya kisiasa, lakini Matiang'i, whatever he speaks, it looks with a lot of seriousness. Na alipokuwa waziri, aliweza kufanya kazi yake vyema kabisa na vizuri zaidi. And that is why you are seeing so many Kenyans recommending this man to run for presidency. And that is why even the government, some people in the government, wanaonekana kumsifu Matiang'i. Hebu niseme hivi,
Wazo lako ni lipi kuhusiana na masuala haya? Hebu toa maoni yako na wazo lako hapo kwenye comment section, and thank you for watching our videos.